Edward Magawa, ni diwani wa kata ya Ihumwa. Mimi kwanza nimshukuru sana kamanda wa polisi wa mkoa wa Dodoma, ndugu yangu Katabazi. Amekuwa ni msaada mkubwa sana. Kwanza kwenye kuzuia uhalifu kwenye kata yetu. Amekuwa ni mtu mwepesi mno unapompa taarifa. Lakini hata kwenye ujenzi huu amekuwa ni msaada. Amekuwa ni msaada kwa kuendelea kututafutia wadau. Mfano leo tumepokea tiles hapa, boxi 26. Lakini hata kabla ya hapo alishatoa. Tuliwahi wakati tunapaua hapa, tulikuwa tumekosa kidogo fedha, lakini tuliongea na kamanda, aliweza kutuchangia kiasi cha shilingi 400,000 kwa ajili ya upauzi hapa. Kwa hiyo jeshi la polisi kwa kweli linatuunga mkono kwa 100%, ikiwemo usimamizi wa kuhakikisha jengo linakuwa katika viwango vinavyotakiwa na jeshi la polisi pamoja na Wizara ya Mambo ya Ndani. Wameendelea kutupa ushauri, wameendelea kutuelekeza. Kwa hiyo sisi tunalishukuru sana, na kamanda leo ameahidi hapa kuendelea kuwa na sisi kuhakikisha kituo kinaisha kwa wakati ili kianze kufanya kazi. Kwa hiyo nilipongeza jeshi la polisi chini ya kamanda wa mkoa wa Dodoma, ndugu yangu Katabazi. Kwa kweli amekuwa ni mshiriki mzuri, lakini sio kwa kata yangu tu. Kwa sababu mimi ni diwani, tunakaa kwenye kikao, tunaona anavyoshiriki hata kwenye kata zingine kuhakikisha kwamba jiji la Dodoma au mkoa wa Dodoma unakuwa salama kwenye mambo ya kiuhalifu, unatokomea kabisa. Ihumwa tulitokewa na changamoto kubwa sana na hasa za kihalifu. Na uhalifu mkubwa ambao tulianza kupata hapa ni mauaji, hasa mauaji ya kina mama. Lakini kama mnakumbuka ndugu waandishi wa habari, pia alianza kutokea mauaji hata ya watoto wadogo. Kuna wakati kuna mwanafunzi aliuawa hapa. Kwa hiyo kama kata tukafikiria namna gani tunaweza tukafanya ili kuhakikisha kwamba kata yetu inakuwa salama. Sasa tukaanza wazo hili, lakini tukamshirikisha mheshimiwa mbunge ambaye naye alituunga mkono katika ujenzi huu. Ndugu waandishi wa habari, mheshimiwa mbunge Anthony Mavunde ameshiriki kwa kiasi kikubwa sana, kwa maana ya kutoa michango, lakini kutusaidia mawazo. Kwa hiyo hii yote ilipelekea uhalifu ambao ulikuwa unafanyika kwenye kata yetu. Lakini miradi ya kimikakati ambayo ilikuja kwenye kata yetu ilituongezea uhalifu wengi sana. Kwa hiyo uwizi nao ukawa ni mkubwa. Leo nasikia huku kumevunjwa, kule kumevunjwa, lakini sasa baada ya ujenzi huu, lakini pia na kupata kile kituo cha polisi cha wilaya ya Mtumba, kwa kweli kimetusaidia sana. Kimetusaidia sana na uhalifu sasa hivi unakwenda kupungua. Na tuna imani kituo hiki kitakapokamilika kuanza kazi, uhalifu Ihumwa utakwenda kutokomea kabisa. Utakwenda kutokomea. Zile changamoto kwa nazipata za wakina mama kuuawa, watoto wadogo kuuawa, sasa hivi zitakwenda kuisha. Hizo changamoto Ihumwa tulikuwa nazo, lakini ni washukuru tu wananchi wa Ihumwa baada ya kuleta wazo hili, waliliunga mkono. Kituo hiki tumejenga kwa nguvu zetu wenyewe. Tumejenga kwa nguvu zetu wenyewe mpaka hapa tulipofikia. Kwa hiyo ninashukuru sana wananchi wa Ihumwa. Lakini pamoja na hiyo, nitoe tu wito na ombi. Serikali tushike mkono. Sisi tumeshafikia hapa hatua kubwa kabisa ambayo ukiangalia kwa ujenzi ulipofikia huko karibu 75%. Hii 10% iliyobaki tunategemea tuimalize kabla ya mwezi wa 5 na kituo kifunguliwe. Kwa hiyo tuombe wadau mbalimbali, serikali kwa ujumla, ili tushike mkono kuhakikisha kituo hiki kinaanza kazi. Na kituo hiki kitakuwa na faida kubwa sana. Mheshimiwa Rais anajenga bandari kavu hapa Ihumwa. Ana miradi mingi ya kimikakati hapa Ihumwa ambayo kituo hiki kikiwepo, maana yake ulinzi na usalama utakuwa umeimarika vizuri. Lakini si kwa miradi tu, hata kwa wananchi wetu wa Ihumwa watakuwa sasa wana amani, wana sehemu ya kukimbilia pindi wanapopata changamoto mbalimbali. Mchungaji Robert Charles Mangwela, kama viongozi wa dini tunaomba sana serikali iendelee kuongeza mpango huu, kwa sababu ni mzuri. Maono haya ya kuongeza vituo vya polisi, kuongeza vituo vya polisi kwa sababu ndio jambo jema. Watu watakuwa huru, watakuwa na amani na salama. Tunaendelea kuambia watu waendelee kuwa na utii na unyenyekevu na vyombo vyetu vya ulinzi na usalama. Kwa majina naitwa Evelina Mbarai, ni mjumbe wa serikali ya mtaa Chang'ombe. Kwanza nipende kuwashukuru ujio wa ugeni uliokuja mahali hapa. Kwa kweli tumetiwa moyo. Pia kuna changamoto moja ya wanawake sisi
kubakwa na kuuawa kiukatili. Kweli nashukuru jeshi la polisi kwa ushirikiano pamoja na wananchi. Hili jambo linaenda kutokomea na linaenda kunyamazisha kabisa, kwa sababu haya mauaji yamepungua kiasi kikubwa sana kwa kushirikiana na jeshi la polisi. Kwa hiyo napenda kuwashukuru jeshi la polisi kwa ajili ya ushirikiano pamoja na sisi wananchi.